Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC leo imekutana na waandishi wa habari wa jiji la Mwanza na kuwapa elimu juu ya ulinzi wa taarifa binafsi, huku mkurugenzi wa usajili na uzingatiaji wa PDPC Mhandisi Stephanie Wangwe akieleza malalamiko ya uvunjaji wa sheria ya taarifa binafsi na hatua waliofikia. Lakini malalamiko ambayo tumekuwa tukiyapokea mpaka sasa, tushapokea malalamiko takriban 60 na mengi ukiangalia katika nature yao ni haya ambayo yana hali ya udhalilishaji. Wananchi wanahitaji huduma ya mikopo, kuna zile wanaita online lenders ama wakopeshaji wa mtandaoni. Wana apps zao ambazo lazima upite hatua fulani ili uweze kupata huduma. Sasa unakuta katika hizo stage unazopita, kuna sehemu yule mtumiaji ama anayehitaji huduma anaulizwa, unaturuhusu kutumia phone book yako? Kwa hiyo wengi wamekuwa wakitiki pale, wanairuhusu ile app kutumia phone book yao. Na wakati wa malipo sasa, yule mwenye mtoa huduma anapeleka message ya kumdhalilisha yule mhusika kwenye contact book yake yote. Kwa hiyo tumeona makosa mengi ya hivyo, lakini tumeshirikiana na Benki Kuu ya Tanzania pamoja na Mamlaka ya Mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama. Tumeweza kuzifuta usajili wake hizo taasisi zote ambazo zinafanya uhuni huo. Lakini pia tunatoa wito sasa kwa watumiaji. Wewe mtumiaji ukienda lazima uwe makini na kile ambacho unaombwa. Na pia tunashauri kwamba hizi huduma zinazohusu masuala ya fedha ni taarifa nyeti. Sasa mambo ya kupata huduma ya taarifa nyeti kwenye mitandao hata mhusika hujamuona, kitaalam sisi tunashauri isifanyike hivyo. Pia Daktari Emmanuel Mkelia, mkurugenzi mkuu wa PDPC, amesema kuwa tume hiyo inakuja na mfumo wa kuunganisha mifumo yote ya uchakataji wa taarifa binafsi ili ziweze kusomana. Pia Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba mifumo yote isomane. Sasa tumekuja na teknolojia moja ambayo tunaita ni Samia Technological Stack, ambayo ndio teknolojia ya nchi. Tunakuwa na taasisi moja ambayo inafanya utambulisho, na ndio maana tulikuwa tunaongelea habari ya jamii namba, ambayo kwa sasa tunakitumia kitambulisho cha NIDA. Lakini taasisi za utambulisho tulizonazo kwenye nchi ni pamoja na NIDA, RITA na uhamiaji kwa kutumia passport kwa ajili ya kuwatambua wageni. Kwa hiyo sasa katika kufanya hivyo, manake huduma za kidijitali zinakuwa na uwezo mkubwa wa kutolewa kwa kupitia kitambulisho chako cha NIDA, ikiwa ni sehemu ya utambulisho wa huyu mtu ambaye tunamlinda. Sisi baada ya kuanzishwa, na sisi pia tumekuwa na mfumo ambao tunauita Consent Management System. Huu mfumo ni ule ambao utahakikisha basi hizi taarifa zinazobadilishwa mwenye taarifa ametoa ridhaa, na mfumo huo tayari umeshaanza kujengwa. Na baada hapo mifumo ikiwa inasomana, hizi taarifa zitabadilishana taarifa kwenye mifumo ambayo taarifa zake hizo zitakuwa na hiyo sasa ambayo itakuwa imetambulika kupitia kwenye consent management, kwamba taarifa hii inamtambulisha mtu fulani na taarifa zake zimetumika afya, zimetumika kilimo, zimetumika benki, zimetumika kwenye mashule, zitakuwa zinaacha mnyororo au fingerprints ambayo itaonyesha kwamba hizi taarifa zilitumwa. Na hatua ya mwisho katika hii mifumo ikiwa inasomana, itakuwa ni swala sasa za utoaji wa huduma. Katika utoaji wa huduma, mtu atahudumiwa kutokana na utambulisho wake, na kwa kila mwananchi atakuwa na uwezo sasa wa kuwa na taarifa, kujua taarifa zake zimetumika wapi kwa kutumia Jamii Portal. Hii Jamii Portal itakuwa ni application ambayo inamruhusu kila mtu kuweza kuangalia taarifa zake zilitumika wapi na kwa nini, na je aliridhia au hakuridhia. Na hatua ya mwisho, kama taarifa zilitumika sehemu ambapo hakuridhia, basi ataiona tume. Kwa hiyo tume jukumu lake kubwa sana ni kuhakikisha tunalinda faragha za kila mtu. Kwa hiyo mlengo wa mwisho kwetu ni kila mtu na taarifa zake binafsi na faragha yake. Lakini kwa wakusanyaji na wachakataji, kwa mujibu wa sheria, wao zile taarifa walizo nazo ili waweze kumhudumia mtu, wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanazilinda. Na kimsingi tunachokiangalia hapo ni kwamba wanakuwa na mkataba kati ya mtu anayehudumiwa na yule aliyekusanya taarifa kwa ajili ya huduma hiyo.
ni makosa kisheria kama taarifa za mtu ulizonazo unazitumia nje ya makusudi mliokubaliana na mwenye taarifa hizo. Kwa kumalizia, mhandisi Wangwe ametoa maelekezo ya nani anatakiwa kujisajili pamoja na namna ya kujisajili katika mfumo wa PDPC ili kuhakikisha taarifa binafsi hazivuji. Sasa hivi taasisi hizi ambazo zinakusanya ama kuchakata taarifa za watu binafsi zinazopaswa kujisajili hazina haja ya kuja kufika katika ofisi physically, kwa sababu tuna uwezo wa kuprocess maombi ya usajili kuanzia mwanzo mpaka mwisho kupitia mifumo ya TEHAMA. Kwa hiyo natakiwa tu uingie kwenye tovuti ya tume ambayo inapatikana kupitia www.pdpc, kwa maana ya P ya personal, D ya data na P ya protection, C ya commission, pdpc.go.tz. Kiingia pale kuna kidude kimeandikwa registration. Kwa hiyo huyo mtu anaenda kusajili, anakibonyeza kile kitufe. Kwa mujibu wa sheria anapaswa ateue afisa ulinzi wa taarifa binafsi au DPO. Pale kwenye sehemu ya registration ukiingia kuna sampuli ya barua za kumteua DPO. Wakishamteua DPO, huyo DPO huyo ama huyo afisa ambaye ndio afisa ulinzi wa taarifa binafsi wa taasisi ndio atakaye ingiza credentials mpaka mwisho wa kukamilisha signature. Na pale kwenye hiyo tovuti pia kuna namba za simu. Hata kama wewe hujui mambo ya IT, basi kuna simu unaweza ukapiga wakakuelekeza mwanzo mpaka mwisho. Ni rahisi kabisa na inachukua muda mfupi tu kuweza kujisajili. Mimi ni Bosco Melody, hii ni Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.